Hivi umewahi kusikia mwanamke akimshawishi mwanaume kufanya mambo ya usharati ama uzinzi? Cha kustajabisha bwana, katika kitabu cha Biblia ile Mithali 7 kuna habari ya kijana mmoja ambaye anashawishiwa na mwanamke kwa ajili ya kufanya uasherati na uzinzi. Habari hii inaanza hivi: maana katika dirisha la nyumba yangu nilichungulia katika shibaka yake, nikaona katikati ya vijana, nikamtambua miongoni mwa vijana kijana mmoja asiyekuwa na akili, akipita njiani karibu na pembe yake, akishika njia iendao nyumbani kwake, wakati wa magharibi, wakati wa jioni, usiku wa manane, gizani. Na tazama, mwanamke akamkuta na mavazi ya kikahaba, mwerevu wa moyo, ana kelele na ukaidi, miguu yake haikai nyumbani mwake, mara yuko katika njia kuu, mara viwanjani, naye huotea kwenye pembe za kila njia. Basi akamshika, akambusu, akamwambia kwa uso usio na haya, kwangu ziko sadaka za amani, leo hivi nimeziondoa nadhiri zangu, ndio maana nikatoka nikulaki, nikutafute uso wako kwa bidii, nami nimekuona. Nimetandika kitanda changu magodoro mazuri, kwa matandiko ya Kimisri yenye mistari. Nimetia kitanda changu manukato, manemane, udi na mdarasini. Haya, na tushibe upendo hadi asubuhi, tujifurahishe nafsi zetu kwa mahaba. Maana mume wangu hayumo nyumbani, amekwenda safari ya mbali, amechukua mfuko wa fedha mkononi, atarudi wakati wa mwezi mpevu. Kwa maneno yake mengi na uraini akamshawishi, kwa ubembelezi wa midomo yake akamshinda. Huyo akafuatana naye mara hiyo, kama vile ng'ombe aendavyo machinjioni, au mpumbavu kuadhibiwa katika pingu. Hata mshale umchome maini, kama ndege aendaye haraka mtegoni, wala hajui kuwa ni hasara ya nafsi yake. Basi wanangu, nisikilizeni sasa, mkayaangalie maneno ya kinywa changu. Moyo wako usizielekee njia zake, wala usipotee katika mapito yake. Maana amewaangusha wengi aliowajeruhi, naam, jumla ya waliouawa naye ni wengi. Nyumba yake ni njia ya kwenda kuzimu, hushuka mpaka vyumba vya mauti. Naam. Basi katika siku ya leo, mpenzi msikilizaji wa Sauti ya Nuru Gizani, tunapata maarifa ya kwamba mwanamke pia anaweza akamshawishi mwanaume kwa ajili ya mambo ya kikahaba. Tena mwanamke hata ambaye ameolewa anasadiki kumwambia kijana kwamba mume wake hayupo, washiba upendo hata asubuhi. Hili ni funzo kwa vijana ambao wanategemea sana mashangazi na wale wengine wote wanaopenda sana kitonga. Kijana, stuka bwana, kuwa makini. Biblia inakuonya leo, usipende uzinzi, rizika na mke wako. Bye. Mimi ni msimuliaji wako, ninaitwa William Charles. Paka wakati mwingine, see you again. Like, share, comment. Be blessed.